la baraka kuna kitu kizuri kilizaliwa, na hata leo kuna jambo zuri linaenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusoma kitabu cha Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na mstari wa 22. Nitasoma huo moja, utatutosha kabisa. Biblia inasema, nao walipoanza kuimba na kusifu. Haleluya! Nao walipoanza kuimba na kusifu. Leo sio siku ya mahubiri, leo ni siku ya kuimba na kusifu. Haleluya! Walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akawaweka waviziao juu ya wana wa Amon na Moabu, na wa milima ya Seiri walipokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndio mahali patamu kwenye bonde la baraka. Kwenye bonde la baraka kuna jambo kubwa lilitokea wakati watu walipoanza kuimba na kusifu. Kulikuwa kuna maadui ambao walikuwa wamejipanga, lakini waimbaji walipoanza kuimba na kusifu, maadui walipigwa. Haleluya! Na leo tutakapoanza kuimba na kusifu, Mungu atapigana kwa ajili ya huduma yetu hii nzuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kulikuza jina lako, jina lako nawe baraka. Katika vilima vya Bomet nchini Kenya, sauti za sifa zimevunja kuta za kijiografia na mipaka ya lugha. Hapa, mataifa mawili, Tanzania na Kenya, yanaungana madhabahuni. Hii si safari tu ya kuimba, ni utimilifu wa maono yaliyopandwa zaidi ya muongo uliopita, yakisubiri majira kama haya. Jina la bonde la baraka limetokana na andiko linalotoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na mstari wake wa 26. Inasema, hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde la baraka, maana ndipo walipobariki Bwana. Kwa hiyo jina lake mahali pale likaitwa bonde la baraka hata leo. Amen. Tumeanza ushirikiano na ndugu zetu wachungaji kutoka Kenya na Tanzania zamani kabisa, mwaka 2008. Tumekuwa tukitembeleana. Wao wamekuja kwetu nasi tumekuja kwao, wamehubiri kwetu nasi tumehubiri kwao, wameimba kwetu na sisi vile vile. Kwa hiyo leo ni siku ya baraka kubwa sana ya kipekee. Nina habari njema, habari njema, habari njema za upendo wa Bwana. Nina habari njema, habari njema, habari njema za wokovu wa Bwana. Nina habari njema, habari
habari njema, habari njema za wokovu wa Bwana. Oh, nina ujumbe kutoka kwa Bwana wa majeshi, amenituma kwako nikulete za wokovu wa Bwana. Nina habari njema, habari njema, haleluya, za upendo wa Bwana. Nina habari njema kutoka kwa Bwana, habari njema, habari njema, haleluya, nina habari, nina habari kutoka kwa Bwana, nina ujumbe kutoka kwa Bwana, Mungu wa majeshi, haleluya, oh, Bwana wa majeshi amenituma nikukumbushe ya kwamba yeye ni mwema, juu ya maisha yetu, amenituma nikueleze nikukumbushe ya kwamba anatupenda, amenituma kwako, nikueleze nikukumbushe ya kwamba yeye ni mwema, amenituma nikueleze nikukumbushe ya kwamba anatupenda, anatupenda, haleluya. Shangilia upendo wa Mungu wetu, maana ametupa neema ya kuokolewa kwake. Haleluya. Nina habari njema kutoka kwa Mungu wetu, kutoka kwa Bwana wa majeshi, za upendo wa Bwana. Nina upendo kutoka kwa habari njema, habari njema, habari njema za wokovu wa Bwana. Nina habari njema zilizotoka kwa Bwana, zilizotoka kwa Mungu wetu, za upendo wa Bwana. Nina ujumbe mwema juu ya maisha yako, haleluya, Bwana wa majeshi amenituma nikukumbushe ya kwamba yeye ni mwema juu ya maisha yetu, amenituma nikueleze nikukumbushe ya kwamba anatupenda, anatupenda, amenituma nije kwako, nikueleze nikukumbushe ya kwamba yeye ni mwema, amenituma nikukumbushe ya kuwa yeye anatupenda. Yesu anatupenda, Roho wa Bwana yu juu yangu, Roho wa Bwana ameshusha neema, Roho wa Bwana. Jina Bonde la Baraka limebeba siri ya ushindi. Hii ni kwaya ambayo iko na maono. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kufanya kitu chochote katika maisha haya, kile ambacho unahitaji tu ni maono, kwa sababu ukikuwa na maono, pesa hufuata maono. Tangu mwaka 2008, urafiki kati ya IEAG Shinyanga na wenzao wa Bomet umekuwa zaidi ya ushirika wa kidini. Umeota mizizi na kuwa undugu wa damu. Nilikuwa ninashangaa mahali ninakanyanga hivi. Mbeleni nilikuwa nafikiri nilikuwa na baraka za anointing ya Deliverance Church. Mwishowe Mungu akanitoa hapo. Nikakuta kwa vile Mungu aliniita nikahubiri kwa miaka 20 kwa mashule ya sekondari. Kumbe nilikuwa baba wa vijana hao. Unajua kuhubiria vijana ni jambo ingine, ungeamini kama wanaokoka. Na tumekuja tena ili tuseme Upendo Fellowship na AMS tuko pamoja. Wacha Mungu azidi kutubariki. Safari hii ni matunda ya miaka mingi ya maombi na kubadilishana madhabahu.
sasa ikizaa muunganiko wa sauti zinazotikisa mbingu. Najua tuko na changamoto mingi, wakati mwingine hatulali, wakati mwingine tunachukua muda mrefu kufanya mazoezi. Kama sasa hivi ukiangalia hao wapendwa, unaona macho yamekuwa madogo, na sio ati kwa sababu na madogo kwa sababu yako hivyo, ni kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila kulala. Hasa wapendwa kutoka Tanzania walisafiri usiku mzima, wakafika hapa jana asubuhi, wakaletwa kanisani kwa mazoezi, wamekaa mpaka saa 10 wengine, na hiyo ni changamoto. Hakuna kukata tamaa, tujitie moyo, tuendelee kuwa nuru na chumvi kupitia vipaji tulivyopewa na Mungu. Kukumbukeni kwamba mafanikio ya kweli si kupata umaarufu, bali ni kukuza maisha ya watu na kumtukuza Mungu. Kilomita mamia kutoka Shinyanga hadi Bomet hazikuweza kuzima moto wa huduma. Licha ya uchovu wa mwili, roho zilikuwa tayari, na hawakuishia madhabahuni pekee. Kwaya ya Bonde la Baraka ilivuka kuta za kanisa na kuingia wodini. Tumefanikiwa kugusa maisha ya mtu mmoja, lakini pia na jamii kwa ujumla kwa kuhubiri Injili kwa njia ya uimbaji, kufanya mikutano ya nje sehemu tofauti. Mfano, kwa nchi ya Kenya tumefanya huduma ya kijamii katika hospitali ya Longisa na Tenwek, pamoja na mkutano ya nje iliyofanyika Bomet, Chebole, Sotik pamoja na maeneo mengine. Ni ushirikiano wetu kati ya watu wa Kenya, waumini wa Kenya kupitia kanisa la AMS Bomet, na hasa sisi kutoka Tanzania mkoa wa Shinyanga kutoka kanisa la IAGT kambi ya Ebrania. Tumekuja kwa ajili ya ule umoja wetu na ule undugu wetu, lakini pia tumekuja kwa huduma kubwa ya kuwaletea neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Hapa wimbo ulikutana na maumivu. Sifa ikageuka kuwa tiba na faraja kwa wale waliokuwa wamekata. Ndugu mgeni rasmi, albamu hii imefanywa na muunganiko wa kwaya mbili ambazo ni Bonde la Baraka BBC kutoka nchini Tanzania chini ya askofu wetu David Elias Mabushi, pamoja na kwaya ya Ambassadors Restoration Ministry AMS, yani Bonde la Baraka, kwaya kutoka nchini Kenya chini ya askofu John Kesan, zilizoungana pamoja na kuwa kitu kimoja. Uzinduzi wa albamu ya Kwa Moyo wa Shukurani ndio uliokuwa kilele cha sadaka yao ya sifa. Hii si tu rekodi ya muziki, ni ushindi wa kiroho. Kama kwaya tuna malengo ya kuwa na kiwanja kwa ajili ya kujenga hosteli ya kisasa itakayomudu kuwahudumia wanachuo wa sehemu mbalimbali watakaokuja nchini Kenya, pamoja na kuwa LED display screen ya kisasa itakayosaidia kutangaza kazi zetu kimataifa zaidi, ambapo gharama zake ni itakarimu shilingi milioni 21 ya Kenya. Tumeushirikiana na wanamuziki mbalimbali, wengine walitoka Mwanza, wengine walitoka Mbeya, walitoka Dodoma. Ilikuwa ni kazi kujikuta kwanza mnakutana mahali pamoja na mkajikuta mnaanza zoezi na kuelewana. Ni kazi ngumu, inawachukua muda. Kuna wakati mnafanya mnamaliza hamuelewani, na mpaka kila mtu anasema nafikiri tuachane na hii arrangement. Mnaenda mnakaa upya, mnarudi tena. Mnaweza mkapitia kwa siku, mnapitia wimbo mmoja na ukawa haujaisha, au nyimbo mbili lakini mkawa hajazimaliza, mkapitia nusu na wimbo wa pili. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi, lakini inafika mahali mkikaa kwa pamoja kwa muda, Mungu anawasaidia na mnajikuta mmeelewana na kazi inafanyika.
Bonde la Baraka Shinyanga na Bomet sasa wanatazama upeo mpya. Mpango wa kujenga hosteli na kuwekeza kwenye teknolojia ya kisasa ni thibitisho kuwa huduma hii inakuwa. Kama Kristo alivyoshinda mauti, umoja huu uliotiwa muhuri kwa sifa unatazama kesho yenye nuru zaidi. Wapendwa kutoka Tanzania, asanteni sana. Mumetufurahisha, mumetutia moyo na tumeona mkono wa Mungu katika maisha yenu. Na tunashukuru kwa kuwa kisima hichi cha imani kilichochimbwa na mzee Mlandi pamoja na David Mabushi ndio tunakunywa maji haya kwa furaha njema kwa wakati wote. Basi tuendelee kunywa maji haya wakati wote.